Huu ni ushauri ambao anakupatia mwanamke ambaye upo kwenye ndoa. Hakikisha unaisikiliza kwa makini hii. Siku zote mwanaume anahitaji vitu vitatu muhimu ambavyo vitamfanya atulie na wewe. Sijamaanisha labda hatotoka nje ya ndoa yake, hapana. Hata kama akienda nje ya ndoa yake, basi ni rahisi kukumbuka ndoa yake au kumkumbuka mke wake. Kwanza kabisa, mwanaume anahitaji heshima. Anahitaji umheshimu. Aidha ana pesa au hana pesa, ila anahitaji heshima yako. Mheshimu kama yeye kiungo au kiongozi wa familia. Hiyo itakusaidia. Hata kama akiwa na mchepuko, basi ni rahisi kukukumbuka wewe mke wake. Lakini kitu cha pili, hakikisha una kauli nzuri. Kauli ni moja ya kiungo kati ya ndoa au katika familia au katika mwanaume anahitaji kauli yako iwe nzuri, sio maudhi kila siku. Hakikisha una kauli nzuri ambayo inaweza ikamfurahisha kila siku. Lakini pia hakikisha mwanamke unakuwa mbunifu. Sio siku zote alivyokuoa au upo naye ndani ya miaka 4 au 5 hauna mabadiliko yoyote, hauna ubunifu wowote. Aidha ni ubunifu wa ndani kwenye nyumba, aidha ni ubunifu wa chakula, aidha ni ubunifu wa kwake yeye mwanaume, aidha alikuwa hajui kuvaa vizuri. Lazima mwanamke uwe mbunifu kumbadilisha namna ya kuvaa. Alikuwa anavaa hivi, sasa wewe kama mwanamke utawajibika kumvalisha na kumpendezesha vizuri ili aonekane anavutia siku baada ya siku. Hata kama ndoa yako imefika miaka 10 au 12, kila siku inazidi kuimarika na kuonekana mpya kila siku. Mwanamke ambaye upo kwenye ndoa, basi hakikisha unazingatia hayo ili mwenza wako akukumbuke siku baada ya siku. By the way, kama una changamoto ya uzazi, nipo nawasaidia wanawake na wanaume katika swala zima la mfumo wa uzazi. Hakikisha unachukua namba yangu ya simu, nitafute nikusaidie kwa ushauri na suluhisho pia. Kisha unashare kwa wengi ili iweze kuwasaidia.